Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuishia hapo, akatuambia katika hadithi nyingine, man wasaa ala iyalihi wa ahli, yeyote atakayewakunjulia na kuwafanyia ukunjufu familia yake na watu wake wa nyumbani, akawapa nafasi, maana yake kama ni kula wakala kilichokuwa kizuri, wakavaa vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema yeyote atakayefanya hivyo, yauma Ashura, siku ya Ashura, ile siku ya 10 ya mwezi huu, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema mtu huyo atakayefanya hivyo, anasema wasaa Allahu alaihi saira sanatihi, Mwenyezi Mungu atamkunjulia mambo yake baki ya mwaka uliobaki, yani masiku yaliyobaki katika mwaka wake, Mwenyezi Mungu anamkunjulia katika maisha yake, katika mambo yake, kwa sababu tu yeye alithubutu kufanya wema na kuwakunjulia na kuwafanyia wepesi ile familia yake na watu wa nyumbani kwake. Sasa siku moja inakupa ofa muda wa mwaka mzima. Sasa haya ndio ya kufanya katika masiku haya ya Muharram na katika mwezi huu wa Muharram. Katika hadithi hii ameitafsiri Ibn Uyainata, amesema kad jarrabnahu, hakika tumelifanyia majaribio jambo hili, mundhu 50 sana, tangu miaka 50 au 60 au miaka 60, walivyoambiwa na Mtume atakayewakunjulia familia yake, akawapa nafasi, wakala vizuri, wakaenjoy maisha. Kwa tafsiri ya sasa hivi kwamba mtu huyo Mwenyezi Mungu atamkunjulia mambo yake katika mwaka uliobaki. Uyaina anasema jambo hili tulilifanyia majaribio tangu miaka 50 au miaka 60. Anasema fama raaina illa khairan, hatujapatapo kuona isipokuwa tulichokiona ni kheri zilizidi katika maisha yetu, na baraka na mambo mazuri yalizidi, kwa sababu yametekeleza hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.